Ndugu wanahabari, leo nimewaita hapa kwenye kiwanda cha Nyihita Sunflower ikiwa ni sehemu ya kuhabarisha lile ambalo linaendelea ndani ya wilaya ya Rorya. Wilaya ya Rorya mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 2025 tulizindua rasmi mpango wa kuendeleza kilimo biashara ndani ya wilaya yetu. Kutaka kuinua uchumi wa wananchi waishio Rorya na mkoa kwa ujumla. Na katika mpango huu wa kilimo biashara tumekuja na mazao 6. Na mazao 6 haya hayakuja tu kwa sababu tumeamka tu asubuhi tukaanza sasa twende na haya mazao 6. Yamepitia mchakato. Yamekuja mapendekezo mengi ya mazao zaidi ya 20, lakini mwisho wa siku timu ya Nyihita Sunflower na timu ya halmashauri ya wilaya ya Rorya kupitia wataalamu wake tukaketi, tukachambua na mwisho wa siku tukaja na mapendekezo ya mazao 6. Na mazao 6 haya ambayo sasa ndio tunatembea nayo kwenye mpango huu wa kilimo biashara. Zao la kwanza ni alizeti, zao la pili ni mbaazi, zao la 3 ni mahindi, zao la 4 ni maharagwe, zao la 5 ni ufuta na zao la 6 ni dengu. Haya mazao tumefanya upembuzi yakinifu kwa maana ya aina ya udongo uliopo ndani ya wilaya yetu ya Rorya. Unajua tuna mfinyanzi, tuna kichanga na tuna tifutifu. Lakini zaidi ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya halmashauri zote za nchini hapa Tanzania ikiwemo wilaya yetu ya Rorya tumepewa vifaa vya kuweza kutusaidia kwenye utafiti wa aina ya udongo na virutubisho vilivyomo, ili tunapokwenda kwenye swala zima la kilimo cha mazao haya tuwe tunatambua aina ya udongo tulionayo na nutrients au virutubisho vilivyomo. Kama kuna changamoto ya virutubisho, basi wataalamu waweze kushauri ni aina ipi ya mbolea iweze kutumika ili kuongeza hivyo virutubisho na kuweza sasa kulima kilimo chenye tija. Kwa hiyo katika mchanganuo huo wote tumekuja na haya mazao. Sasa ni nini tunahitaji jamii ya Rorya ifanye? Jamii ya Rorya tunaihamasisha sasa kupitia mpango wa kilimo biashara waone hii ni fursa ambayo inaweza kuwakomboa kiuchumi. Na kwa ujumla nipongeze mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Rorya. Mara baada ya kuketi kwa pamoja kwa maana Nyihita Sunflower pamoja na wataalamu wa halmashauri, mkurugenzi alilipokea na akatupa nafasi ya kuendelea kulitafiti zaidi. Na mwisho wa siku tukaandaa programu hii ya kuanza kuelimisha jamii yetu. Na jamii hii tumeelimisha katika mazingira ambayo watu wanaweza wakashangaa, kwa nini mliamua kufanya hivi? Lakini tuliona ni vyema tuwarithishe watoto wetu. Tumeanza kuelimisha wana Rorya kupitia shule zetu za msingi na shule za sekondari. Na mpaka leo hivi tunavyozungumza, leo tarehe 6 mwezi wa 6 2025 tumefanikiwa kufikia shule takriban 96. Lakini katika shule hizi 96, shule za misingi ni 76 na shule za sekondari tumezifikia shule 20. Haya ni mafanikio makubwa kwa sababu tunaamini kwa namba ya wanafunzi tulioifikia tayari imepeleka habari kwa wazazi. Lakini leo tarehe 6 shule nyingi zimefungwa. Na kama zimeahirisha masomo, tunahamia kwenye hatua nyingine. Tunaenda sasa kupita kijiji kwa kijiji. Na wilaya ya Rorya au halmashauri ya wilaya ya Rorya ina takriban vijiji 87. Kwa hiyo katika hivi vijiji 87 tunahitaji kuwafikia wananchi wote ambao wanakaa kwenye hivyo vijiji ili tupeleke hii habari ya kilimo biashara. Na modality ambayo tunaenda kuitumia ni kuhakikisha sasa kupitia wataalamu wetu na wale viongozi wa vijiji, mwenyekiti pamoja na mtendaji wa kijiji, watawahamasisha wananchi. Tutakuwa na mikutano ya pamoja kwa kushirikiana halmashauri ya wilaya ya Rorya kwa maana ya kutoa wataalamu na Nyihita Sunflower kutoa timu yake kwa ajili ya kwenda kuongea na hawa
wananchi. Kwa hiyo tukiamini sasa ndani ya wilaya ya Rorya tutamfikia kila mwananchi. Lakini baada ya hatua hiyo ya kuwaona wananchi, bado tuna wataalamu wetu ambao ni afisa maendeleo wa kata, afisa kilimo wa kata na afisa mtendaji wa kata pamoja na wa vijiji. Wataanza kutambua wale wakulima ambao wako tayari kwa ajili ya kujihusisha na swala hili la kilimo biashara. Kwa hiyo kwa wataalamu hao ambao sasa wanaenda kufanya shughuli hiyo, tunaamini wao ndio watakao kuja na taarifa sahihi ya wakulima ambao wanapatikana kwenye maeneo yao. Na sisi lengo letu kuu sio kwenda na wakulima wote. Tunahitaji sample, wakulima wachache ambao watakuwa ni wa mfano. Kwa mfano, kata ya Kisumwa ikitoa wakulima 5 au 10 at the maximum, tunaamini hao wakulima sasa tunaenda kukaa nao, kuelimisha zaidi, lakini kujua changamoto zao, ili kama kuna sehemu ambayo tunaweza kuwasaidia, tuweze kuwasaidia ili walime kilimo chenye tija. Hawa wengine wakulima wadogo wataenda kujifunza kwa wale wakulima ambao tutakuwa tumewatengeneza, ikiwa wao sasa wataona mfano wa kile ambacho tumekifanya kwa hawa wakulima. Kwa hiyo ndugu wanahabari na wananchi wanaonitazama sasa, mimi niseme hii ni fursa ndani ya wilaya ya Rorya, lakini ni fursa kwa mkoa wetu wa Mara. Naomba hili walichukue na waone mkoa wa Mara sasa tumeamka kuhakikisha kwamba tunaenda kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini uchumi wa wananchi kwa ujumla. Nikizungumzia Rorya ni wilaya ambayo kwa ujumla inakabiliwa na changamoto nyingi, hasa kwenye masuala ya kiuchumi. Sasa hivi tunaona kwenye ziwa, sasa ziwa halitoi mazao kama vile tulivyokuwa tunategemea zamani. Sasa katika hilo lazima tuje na mbadala. Lakini kuna wafugaji, si wote watakuwa wakulima. Tunatamani watu waingie kwenye kilimo. Na kilimo kimebeba sehemu kubwa ya kuihudumia jamii. Chakula tunatoa kwenye kilimo. Lakini hata mifugo sasa hivi ambayo inafugwa kitaalamu inategemea chakula kitoke kwenye kilimo. Mfano mimi hapa ni mkurugenzi wa kiwanda cha Nyita Sunflower. Kuna watu wanakuja kununua hapa mashudu kwa ajili ya kulishia mifugo yao. Tayari tuone kwamba kumbe kilimo kinategemewa na binadamu na kinategemewa na wanyama. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wana Rorya, hii ni fursa kwa wana Mara, hii ni fursa kwa Tanzania. Kuna vijana wetu wamesoma, wamekaa nyumbani, hawana cha kufanya, wakisubiria waajiriwe. Sasa hii ni fursa tunaipeleka kwao. Tunawashauri vijana wasomi na wasiosoma waichukue hii fursa, wahakikishe kwamba sasa inawakomboa kiuchumi. Badala ya kusubiria sasa waajiriwe, waweze kujiajiri kwenye swala zima la kilimo. Na sasa hivi Nyita Sunflower imekuja na alizeti ambayo hailiwi na ndege. Najua changamoto kubwa ilikuwa ni alizeti kushambuliwa na ndege. Sasa wakulima wengi walikuwa wakilalamika, tunalima lakini tunapata mazao kidogo kutokana kwamba ndege wanashambulia. Lakini sasa tumekuja na suluhisho la ndege. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wakulima walioko ndani ya wilaya ya Rorya na walioko nje ya wilaya ya Rorya, kwa maana ya mkoa kwa ujumla na mikoa jirani, kwamba suluhisho la ndege sasa ni kutumia mbegu ya alizeti inayoitwa Safflower au kwa kitaalamu inaitwa Catams. Hii Catams inafanya vizuri na ni mbegu ambayo inavumilia ukame. Ukiangalia hali halisi ya mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha wakulima wengi kupata shida. Lakini sasa kwa kupitia mbegu hii ya Safflower tunategemea kwamba wakulima watanufaika na mbegu hii. Na mbegu hii inatoa mafuta mengi, lakini pia ni mbegu ya muda mfupi. Na kwa nini kilimo biashara ndani ya wilaya ya Rorya? Lengo kuu la kilimo biashara ni